Yes, shalom tena watu wa Mungu. Naomba nieleze tena kitu kidogo tena asubuhi hii ambacho kitakusaidia. Watu wa Mungu, you see, watu wengi ni waonaji bila wao wenyewe kujua. Na ninapozungumzia waonaji, sizungumzii juu ya wale watu ambao wanakaa kwenye ofisi ya unabii. No, ninazungumza na wale watu ambao wamepewa ability, wamepewa uwezo wa kuona kwenye ulimwengu usioonekana, wamepewa hiyo nguvu ya kuweza kuona kwenye unseen realm. Huu ulimwengu usioonekana, wao wana uwezo wa kuona na kupiki matukio mengi yanayoendelea kule. Watu wa Mungu, kutokana na makanisa tuliolelewa, dini tulizolelewa, watu wengi wana karama ambazo zimeuawa, nasema na makanisa au dini zilizotulelea. Kwa nini? Vitu hivi ninavyovizungumza havikutambulika sana kwenye yale madhehebu yaliyotulea, makanisa yaliyotulea, dini zilizotulea, na kwa sababu havikutambulika, havikuweza kulelewa, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na hizi karama, you need to be nurtured. Unahitaji kulelewa ili ile karama iweze kutoka ndani. Na kulelea, nilishasema, sio kuweka kitu kipya kwa mtu. Kulelea ni kumsaidia kutunza kile kitu ambacho kilikuwa ndani yake. Watu wengi sana wana hii karama ya uonaji. Sijasema ni manabii, wana hii karama ya uonaji, lakini wao wenyewe hawajui, na wengine wameua hii karama. Na wakati mwingine makanisa mengine, ulikuwa ukienda ukieleza hivi vitu unapingwa, na wakati mwingine kabisa unafukuzwa hata kanisani. Dalili hizi chache nitakazozieleza, kama utakuwa nazo, zinaashiria kwamba wewe ni muonaji. Kumbuka, muonaji ni yule mtu ambaye ana ability ya kuweza kuona katika ulimwengu wa roho. Una huo uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho. Na kwa upande wangu mimi ambaye nafahamu mambo ya kiroho, mtu yote mwenye uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho, hiyo ni karama tunayohitaji sana, kwa sababu you need to see everything clear in the spirit realm. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho ndio mwanzo wa vitu vyote. Matatizo yote, magonjwa yote, baraka zote, vitu vyote vinavyotokea hapa duniani huwa vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Nilishasema ulimwengu wa roho ni ulimwengu mama wa ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye uwezo, mwenye hiyo ability ya kuona katika ulimwengu wa roho, muonaji yoyote yule ni mtu wa muhimu sana kwangu. Very important key. Hawa ni key person tunawaita. Kundi la kwanza la watu ambao ni waonaji ni mtu yoyote yule ambaye amekuwa na uwezo wa kuota ndoto mara kwa mara mfululizo. Kama wewe ni dreamer, ni muotaji wa ndoto mfululizo mara kwa mara, unalala unaota, unalala unaota, yani haiwezi kapita siku mbili bila kuota ndoto zako, yani mfululizo kila wakati unaota. Hata kama hizo ndoto hautazielewa na zita ni mapicha picha, unaota nightmare, lakini kila wakati unaota, kila wakati unakuwa unaota, yani unaota ndoto. Unaweza kaota hata ndoto 3, 4, 5, 6, yani unaota ndoto ambazo hata wakati mwingine hauwezi ukazieleza. Watu wa Mungu, kama wewe ni muotaji mara kwa mara, mshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Wewe ni muonaji kwenye ulimwengu wa roho. Unachopaswa kufanya sasa hivi ni kuwa trendi, kufundishwa namna ya kuomba, kufundishwa namna ya kuweza kuchambua vile vitu kwenye ulimwengu wa roho, kufundishwa namna ya kuweza kuvitambua hivyo vitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa kundi la kwanza ni hilo la watu ambao wanaota consistently mara kwa mara. Ukumbuke kwamba sio watu wote wenye karama ya kuota mara kwa mara. Kuna watu hawaoti kabisa. Kwa kama umekuwa ukiota mfululizo, wewe ni muonaji. Kundi la pili ni wale watu wanaoona maono. Kuna watu wanaona maono, anaona hiki, anaona hiki, anaona picha. Yanaweza kuwa ni maono ya wazi au maono yaliyofunga. Watu wa Mungu, hili kundi la pili, nakumbuka I have one of my daughter. Huyu alipokuja kwenye huduma alikuwa ananiambia mara kwa mara, anasema, baba naona malaika, baba naona malaika, malaika ananiambia hivi, malaika ananiambia hivi, mpaka nikawa nimempatia jina Malaika.
Kwa nini? Kwa sababu hii kila tunasema malaika ananiambia hivi, malaika ananiambia hivi. Hawa ni wale watu ambao walikuwa na uwezo wa kusensi malaika wao kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwanza ile kundi lote la hawa watu ambao tunawaita waonaji, wao wako kwenye kundi la wako kwenye kundi la prophetic na deliverance. Lazima wao kwenye hilo kundi la prophetic na deliverance. Kwa hiyo wale watu wote wenye uwezo wa kuona maono, yanaweza kuwa ni maono ya wazi, maono ya kufunga, kuna picha zinatembea, maono unayaona, wengine hata wakifunga macho hivi kuna vitu wanaviona. Wewe uko kwenye kundi la waonaji. Kundi la tatu ni lile kundi la watu wanaofikiri vitu vikatokea, wanaowaza vitu vikatokea. Unaweza ukawaza hiki na kikatokea vile ulivyokiwaza. Unaweza ukafikiri mtu fulani atapata ajali na akapata ajali kweli. Unaweza, yani kuna mawazo yanakuja, ukifuatilia yale mawazo yako yanakuwa hivyo hivyo. Hata kama yatakukosti, kuna mtu kichwa chake kazi yake ni kudownload mawazo yani different ideas zinakuja zinatoka zinakuja zinatoka. Mawazo ni njia mojawapo ya kuweza kuoperate kwenye ulimwengu wa roho. Mawazo ni njia ambayo ulimwengu wa roho unatumia kujifunua kwa mtu. Kwa hiyo kundi hili la tatu ni la watu wale ambao kwa kupitia mawazo yao wanaona vitu, wanapata vitu, wanapata mafunuo, wanapata revelation. Hili kundi ni kundi ambalo liko kwenye kundi la waonaji. Kundi lingine ni lile kundi linalozungumza vitu from nowhere, alafu vile vitu vinakuja kuwa vile walivyovizungumza. Unaweza ukashangaa ukazungumza kitu, yani hata hujui kilichokuwekea hiyo sauti huko ndani, kilichoweka hicho kitu huko ndani, ukakizungumza alafu kikatokea vile ulivyokizungumza. Watu wa Mungu, hili kundi pia ni kundi ambalo liko kwenye hiki kipengele tunachokiita ni kipengele cha waonaji. Obviously unachokihitaji kama uko kwenye vipengele hivi vinne nilivyovitaja, unahitaji msaada wa kiroho wa kusaidia kukuza hicho kitu kilichoko ndani yako. Ni karama hiyo, ni kipawa hicho ambacho Mungu anakitoa kwa special people. You are very unique. Na hicho kipawa kina msaada sana. Upande wa giza wanaelewa hawa watu wanawatumia kama waganga wa kienyeji. Wanawatumia kama wale wasoma ramli. Unasikia nakwambia una majini mazuri. Wale wabashiri ndio wanawatumia hawa watu wenye vitu ulivyowaambia. Unaenda unabashiriwa. Wanawatumia upande wa giza. Lakini upande wa Mungu pia, we need you more than tunakuhitaji kuliko unavyofikiri. Mungu akubariki sana. Nimefikiri pia hili ni share na wewe likusaidie sana. Usisahau Dar es Salaam kesho siku ya Ijumaa tunakutana kuanzia saa 12 jioni. Mahali ni Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Shalom, nisaidie kushare.